Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Kuwait inaiona Iran kama taifa ambalo litasababisha janga katika Mashariki ya Kati, kwamba kushambuliwa katika siku za hivi karibuni kutasababisha vita vikubwa katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, imeshutumu mnamo jana Alhamisi juu ya shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani na kombora ambayo ililaumu Iran, wakati mabadilishano mapya ya Jamhuri ya Kiislamu na wanajeshi wa Marekani yakizidisha shinikizo la kusitisha vita vya Mashariki ya Kati. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ilionyesha lawama kali zaidi za Kuwait na kukemea mashambulizi ya kihalifu na kukemea mashambulizi iliyoyaita ya kihalifu ya Iran ambayo yalilenga eneo la nchi ya Kuwait kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika hali ya hatari. Shambulizi la kombora dhidi ya Kuwait lilikuwa ukiukwaji mkubwa wa usitishaji mapigano, jeshi la Marekani lilisema Alhamisi, huku kukiwa na mabadilishano ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran. Ukiukwaji huu mbaya wa usitishaji mapigano uliofanywa na serikali ya Iran ulitokea saa chache baada ya vikosi vya Iran kuzindua ndege 5 zisizokuwa na rubani ambazo zilileta tishio la wazi ndani na karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Kamandi kuu ya Marekani ilisema kwenye chapisho kwenye ukurasa wa X, na kuongeza kuwa ndege hizo zote zilinaswa na vikosi vya Marekani ambavyo pia vilizuia kurushwa. Jeshi la Kuwait hapo awali lilisema siku ya Alhamisi kwamba ulinzi wake wa anga ulinasa na kuharibu vitisho vya uhasama vya makombora na ndege zisizokuwa na rubani, lakini halikusema vilitoka wapi. Jeshi lilisema sauti zozote za milipuko zilizosikika nchini ni matokeo ya mifumo ya ulinzi wa anga kuzuia vitisho hivyo, na kuwataka watu kufuata maagizo ya usalama yanayotolewa na mamlaka. Kauli hiyo imekuja baada ya Marekani kushambulia mapema siku ya Alhamisi kwa kile Washington ilisema ni operesheni ya ndege zisizokuwa na rubani za Iran zilizotishia vikosi vya Marekani na meli za kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Iran ilithibitisha shambulizi hilo la Marekani na kusema kuwa ililenga kambi ya jeshi la anga ya Marekani saa 10:50 asubuhi, baada ya kile ilichokieleza kuwa ni shambulio la mapema asubuhi la Marekani karibu na uwanja wa ndege wa Bandar Abbas. Haikusema msingi ulikuwa wapi. Nchi za Ghuba zikiwemo Kuwait zilishuhudia mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Uhasama umepungua kwa kiasi kikubwa tangu usitishaji wa mapigano ulipoanza kutekelezwa mwezi Aprili, ingawa ndege zisizokuwa na rubani zizinduliwa kutoka Iraq kuelekea nchi za Ghuba zikiwemo Saudi Arabia na Kuwait. Saudia kupitia wizara yake ya mashauri ya kigeni imelaani mashambulizi ya chuki dhidi ya Kuwait na kulaani mwendelezo wa mashambulizi ya kihaini ya Iran dhidi ya jirani yake wa Ghuba. UAE katika taarifa kutoka wizara yake ya mambo ya kigeni imelaani vikali kile ilichokitaja kuwa ni mashambulio ya kigaidi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya Iran yanayolenga Kuwait. Mashambulizi haya yanajumuisha ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa Kuwait na tishio kwa usalama utulivu wake, taarifa ilisema. Katibu mkuu wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba, Jassim Al-Budaiwi, pia alitoa taarifa kilani kuendelea kwa mashambulizi mabaya ya Iran dhidi ya Kuwait. Kuendelea kwa mashambulizi haya kunajumuisha ukiukwaji wa wazi wa kanuni za sheria za kimataifa, mkataba wa Umoja wa Mataifa na kanuni za ujirani mwema, ilisema taarifa hiyo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.